Moja. Karibu mtazamaji wa ITV, hapa ni jijini Arusha na hawa ni baadhi ya wadau wa redio ambao wanatuelezea namna ambavyo redio imeweza kuwasaidia na inavyoweza kusaidia jamii. Naitwa Yusto Swai. Kwa namna ambavyo teknolojia inaendelea kukua, ndivyo umuhimu wa redio pia unaendelea kukua kwenye jamii. Tunashukuru mamlaka za serikali hasa TCRA, na tunaendelea kuiomba kwamba iendelee kujenga umuhimu na kuvisaidia vyombo vya habari hasa redio, kwa sababu kila chombo kinachotoka cha kimawasiliano kama simu kinakuwa na redio, na watu wanazitumia wakiwa njiani, wakiwa mahali popote, wanaendelea kuhabarishwa na kuelimika kupitia redio. Hivyo tunaomba serikali iendelee kuviimarisha vyombo vya habari hasa redio katika kuhudumia jamii. Watu wanasikiliza redio zaidi kuliko vyombo vingine kwa sababu ya urahisi wa kusikika. Unaweza ukawa shambani unasikiliza redio, unaweza ukawa barabarani unasikiliza redio, popote unasikiliza redio, kwenye simu unasikiliza redio, mahali popote kwenye gari. Kwa namna ya urahisi wake wa kusikilizwa, na unaweza ukasikiliza redio ukiwa unafanya kazi nyingine kama shambani na kadhalika. Kwa hiyo bado tuna watu wengi wanaofuatilia redio. Nafasi ya redio kwenye jamii ni kubwa na ya muhimu sana, kwa sababu inatoa elimu ambayo inabadilisha watu kwa mtazamo chanya kama inatumika vizuri, na kama ikitumika vibaya inaweza ikabadilisha kwa mtazamo hasi. Na tumesikia shuhuda za wasikilizaji wetu hapa, namna ambavyo wamesikiliza redio wakabadilika katika kumjua Mungu na kimaadili. Kwa bado nafasi ya redio kwenye jamii yetu ni kubwa mno na ya muhimu. Kwa jina ninaitwa Madam Flora Kasembe. Vyombo vya habari huhabarisha jamii na kujua mambo mbalimbali, na huwafanya watu kukusanyika pamoja na kupata taarifa mapema, ambazo hizo taarifa zinaweza kumfanya mwananchi akapiga hatua nyingine katika maamuzi mbalimbali yanayomhusu katika jamii. Vyombo vya habari hasa ukitumia redio imeweza kutusaidia na kuwasaidia wananchi pia kupata taarifa mbalimbali kupitia vyombo hivi, na vyombo hivi vimeweza kuleta mahusiano mema katika jamii. Mfano, imeweza kumsaidia Mtanzania kujua mahali gani huduma sahihi inapatikana na kwa nini inapatikana mahali hapo, na pia anapata taarifa wapi aende. Unaweza ukaenda maeneo ya kijijini, si Watanzania wote au wananchi wote ambao wana TV ambao tunaita luninga, lakini kwa kupitia vyombo vya redio Tanzania huyu ameweza kupata taarifa kwa kutumia redio ndogo ndogo za kawaida, kupitia simu zetu ambazo tunaviita vitochi. Mwananchi amepata taarifa na fanya mwanajamii au jamii nzima kuwaleta pamoja katika matukio mbalimbali na kupata taarifa mbalimbali katika nchi yetu. Kwa jina langu ni Saikoja Simon. Mchango wa redio katika jamii, kwanza inatoa elimu kwa jamii, lakini pia redio ni muhimu, ina umuhimu wake pale kwa sababu kuna maeneo ambako internet au mitandao ya kijamii haijafika, hakuna teknolojia, lakini redio inaweza kupatikana muda wowote kwa mwananchi wa kawaida ambaye ni wa kipato cha chini, ambaye anamudu tu kusikiliza redio, anaweza kupata habari muda wowote. Inatoa elimu kwa jamii, lakini pia watu wanahamasika kufanya shughuli za kimaendeleo kupitia redio. Kwa mfano, kuna mtu anaweza akashuhudia kwamba mimi nilikuwa sijui taarifa fulani kuhusu nchi yangu, lakini kupitia redio fulani nimepata kuona kwamba kuna faida ya kusikiliza redio na amepiga hatua fulani ya kimaisha. Kwa hiyo redio ina faida kubwa sana katika uchumi, katika masuala yote ya afya na masuala mengine ya maendeleo ya kijamii. Redio zinasaidia, kwa mfano huwezi kumwendea mtu mmoja mmoja, bali redio inaunganisha watu kuwasaidia kuwapa neno kwa pamoja. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni Asraji Mbungi wa ITV.